Habari tena, ikiwa ni mara yako ya kwanza unafuatia video hizi, ni basi ufahamu kuna madarasa mengine yako nyuma na kuna madarasa mengine yako mbele, ikiwa ni mfululizo wa madarasa 100 ambayo yamekuwa yakieleza siri iliyojificha katika hedhi. Haimaanishi basi akifika 100 ndio uache kufuatilia. Kuna madarasa mengine atakuja kutokana na vile vitu ambavyo jamii imekuwa ikiuliza au jamii imekuwa ikitoa maoni na kutaka kufafanuliwa zaidi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe ili kile utakapotoa madarasa na sana siri iliyojificha katika hedhi, basi unaweza kuwa katika mazingira ambayo yako salama kabisa, kwa sababu utajifunza vitu vingi kwa lugha rahisi na kupitia mifano ya watu. Kwa sababu kama wewe ambao unasikiliza sasa hivi na darasa ambalo nitalisema sasa hivi na una maoni yako ambayo unatamani kuyasema, basi unaweza kusema kupitia comment, kwa sababu unachokisema au unachokizungumza ni kile ambacho wewe umekipitia au kuna experience ambayo unayo umeiona. Mwingine akijifunza kupitia wewe, basi anaweza akawa salama kabisa. Na leo darasa la leo tutazungumzia kufanya ngono wakati mwanamke anakuwa katika hedhi ni salama au sio salama? Yaani unapokuwa katika hedhi, labda nitegemea na mazingira sasa uliokuwepo. Mfano wewe kazi yako kubwa ni mtu ambaye unasafiri na wakati mwingine umerudi nyumbani muda mchache zaidi au umekuwa likizo siku chache zaidi, na likizo zako zote zimekubukia wewe ukiwa katika hedhi na mwenza wako anatamani kushiriki tendo la ndoa. Aidha ni mwanaume au ni wewe sasa umetoka huko na una muda mchache sana na unatamani kukana mwenza wako na ushiriki tendo la ndoa siku hizo za hedhi na baadaye utoke, yani baada likizo kuisha, kwa sababu likizo labda inaisha wakati ambapo wewe unakuwa katika hedhi bado. Kwa hiyo nishiriki au niache? Na utakapotoka basi utakaa muda mrefu tena hadi kukutana naye tena wakati mwingine. Ni salama au kutakuwa na changamoto nyingine ambayo inaweza kujitokeza? Nafikiri swali ushawahi kujiuliza na ukaamini kwamba sio salama. Ndio, sio salama kama hautatumia kinga, lakini pia kuna jamii inaamini kwamba ukishiriki wakati wa tendo la ndoa ni hatari kwa afya ya mwanaume na hatari kwa afya ya mwanamke. Ndio, kwa sababu ya maambukizi ambayo unaweza ukaruhusu. Kwa sababu mwanamke anapata maambukizi kwa kipindi hicho, kwa sababu mlango wa shingo ya kizazi unakuwa uko wazi, na kama utakuwa una partnership wengi au na wenza wengi ambao umeshiriki nao tendo la ndoa na ukapata maambukizi kule nje, basi inawezekana ikawa njia rahisi kabisa kuruhusu wale wadudu kuingia ndani na kuweza kusababisha magonjwa kama PID au PCOS ambao ni uvimbe ambao unatokea ambao unaweza kusababisha mwanamke akahisi maumivu makali sana wakati wa hedhi ijayo sasa, kwa sababu mwanamke anachelewa kidogo kuonyesha dalili za kuonyesha kwamba atakuwa na maambukizi ukilinganisha na mwanaume. Kwa kinachotokea wewe kama utaruhusu kufanya tendo la ndoa na hauko salama, unaweza kusababisha mwenzako akapata maambukizi na akapata uvimbe ambao vitasababisha na maambukizi na mwisho wa siku akapata shida ya changamoto ya uzazi. Kwa hiyo tunaposhauri kwamba ushiriki tendo la ndoa wakati wa hedhi, kama una nafasi ndogo sana, basi hakikisha unatumia kinga na kuweza kumprotect mwenza wako, lakini wewe jilinda wewe dhidi ya changamoto ambazo mwenza wako bado anapitia na maambukizi na haujui na umemkuta katika kipindi cha hedhi. Kwa hiyo zile mabadiliko ambayo labda uke wake ulikuwa unatoa harufu hauwezi ukatambua kwa wakati, kwa sababu ya damu ambayo anatoa na anajisafisha muda wote. Utakapoingia ndivyo ambavyo utaubeba au utabeba hali magonjwa na kuwa nayo. Vizuri huwa mwanaume magonjwa haya huwa yamekuwa yakionekana mapema zaidi. Yaani ukiwa na magonjwa ya zinaa kwa mtoto wa kiume ni mapema zaidi unaona kulinganisha na mtoto wa kike. Kwa hiyo mtoto wa kike anaweza kukaa na muda mrefu asijue na akaanza kusikia tu maumivu ya hedhi au wakati wa kushiriki tendo akahisi maumivu na mnakutana mara chache, kwa hiyo inawezekana asitambue kabisa. Na atakapotambua anajua labda nimekaa muda mrefu uke wangu umerudi na kuwa katika hali ya usalama. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kuzingatia ili kuhakikisha afya yako inakuwa bora wakati wote. Na hapa ni darasa huru, ni siri iliyojificha katika hedhi. Kama utakuwa na changamoto, kama utakuwa na wasiwasi, unaweza kuuliza kupitia comment, na mwingine kama atakuwa na jibu anaweza kukujibu hapo na kuweza kupata maarifa kwa kina zaidi. Lakini kikubwa, ninapotoa madarasa kupitia video, lakini pia natoa madarasa kupitia andiko. Kwa hiyo utasoma kwenye andiko langu hapo chini na kujifunza vitu vingi sana vinavyohusiana na ngono na hedhi, lakini kila video itakuwa na darasa lake hapo chini. Kwa sababu kulike, kushare na kusubscribe ili kuweza kupata madarasa mengi zaidi, lakini YouTube pia kufahamu kuwa haya madarasa yanapaswa kusambazwa kwa wengi zaidi, au kama utakuwa unatazama mtandao wa Instagram uweza kufahamu kuwa haya madarasa yanatakiwa kuwafikia wengi, unaweza kushare link na wengine waweze kujifunza zaidi. Asanteni mpaka wakati mwingine, muwe na siku njema.